Habari mpenzi msikilizaji wangu, ni msimuliaji wako David Michael Wimbi, Mrs. Wimbi's Baby Boy. Karibu kwenye Sauti ya Hadithi, na leo ninakusimulia hadithi ya zamani sana inayoitwa Mazoezi ya Viungo. Kaa nami, asante. Siku moja Sandy na Jerry walipokuwa wanarudi kutoka shule, walimuona mzee mmoja anafanya mazoezi ya kukimbia na kuruka. Walipomkaribia, Jerry alimwamkia, "Shikamoo mzee." Mzee aliitika, "Marahaba mwanangu." Pia Sandy alimwamkia, "Shikamoo mzee." Mzee akaitika tena huku akihema kwa sababu ya mazoezi yake. Marahaba mwanangu. Habari za shule?" Sandy alijibu, "Nzuri mzee. Kwani mzee unafanya nini hapa uwanjani?" Yule mzee alijibu, Mwanangu, nafanya mazoezi ya viungo." Mazungumzo yaliendelea hivi. Sandy akauliza kwa mshangao, "Kumbe hata ninyi wazee mnacheza kama watoto na vijana? Sikujua." Mzee Heri akajibu, "Ni kweli, si wazee wengi wanafanya mazoezi haya, lakini mazoezi ni ya lazima kwa ajili ya afya njema." Jerry naye akauliza, "Sasa mzee, unafanya mazoezi gani hasa?" Mzee Heri akajibu, "Ninakimbia polepole kwanza, halafu kwa kasi, baadaye ninachapa miguu kwa kasi. Ninatupa mikono mbele, kando na chini, ninageuza shingo kushoto na kulia, juu na chini, halafu ninakimbia tena hivyo hivyo mpaka mwili mzima unapata kazi ya joto." Jerry akauliza, "Naona pia umeshika kamba. Ni ya nini mzee?" Mzee Heri akajibu, "Ndiyo, kamba hii hunisaidia katika mazoezi ya kuruka. Ninaishika kila mkono ncha moja na kuirusha kwa mbele na kuiruka. Zoezi hili linapasha moto misuli ya mikono na ya miguu. Ninaruka hivi." Sandy akashangaa, Kumbe kama wasichana wanavyoruka?" Mzee Heri akajibu, Ndiyo, zoezi ni hilo hilo." Jerry naye akauliza, "Lakini mzee, kwa nini unafanya mazoezi yote haya? Yanakusaidia nini?" Mzee Heri akajibu, "Mazoezi ya viungo huchangamsha misuli ya mwili, mifupa na ubongo. Yanasaidia kufanya ubongo ufikiri vizuri na kupunguza mafuta mwilini. Kwa njia hii, mtu anayefanya mazoezi anaepuka magonjwa ya moyo na msukumo wa damu. Kwa hiyo, mazoezi huleta afya. Mtu asiyefanya mazoezi anaweza kupata maradhi ya moyo. Pia, atanenepa kupita kiasi. Kwa hiyo, atapata ugonjwa wa kuumwa mgongo na magoti." Sandy akadakiza, "Ndiyo, kweli, kuna mtu mmoja mnene sana. Kila akitembea, anainama na kushika mgongo. Tena anatembea na fimbo. Angefanya mazoezi, angepunguza unene wake." Mzee Heri akajibu, "Kweli kabisa mwanangu. Hata mimi zamani nilikuwa mnene kidogo, lakini nikaona nibadili tabia. Basi nikaanza mazoezi asubuhi na jioni. Nilikuwa na kilo 100. Sasa nina kilo 80 tu. Kwa hiyo ninajisikia mwepesi na mwenye afya njema." Jerry naye akasema, "Shuleni kila mtu anafanya mazoezi. Kwa hiyo naweza kusema kwetu afya imetia fora, maana walimu na wanafunzi wote wanafanya mazoezi mbalimbali kila siku." Mzee Heri akasema, "Barabara. Shule yenu imejenga watu wenye afya bora." Sandy naye akajibu, "Mzee, asante kwa maelezo yako mazuri. Kwa heri, tunaondoka." Mzee Heri akasema, Asanteni pia." Sandy na Jerry waliondoka huku wakimwangalia mzee Heri akiendelea na mazoezi ya kukimbia na kuruka.
Waliendelea na mazungumzo kama ifuatavyo. Jerry akaanza kwa kusema, yule mzee amenifurahisha sana. Amechapa mguu, mwili wote umetota jasho. Hachoki. Sandy naye akasema, kwa kweli ni mvumilivu na mwenye nguvu. Kila siku asubuhi na jioni yumo mazoezini. Tukikimbia naye anaweza kutushinda. Jerry akadakiza, hata mimi kijana anishinde? Sikubali. Ngoja kesho nikimkuta nitamwambia tushindane. Sandy akatamka maneno yake ya mwisho kwa kusema, basi ni hapo kesho. Mimi naelekea njia hii iendayo nyumbani kwetu. Kwa heri, tutaonana kesho. Jerry naye akajibu, kwa heri Sandy. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Na kushukuru sana kwa kutenga muda wako na kuanza kunisikiliza. Si mwingine ni wako David Michael Wimbi, Mrs. Wimbi's baby boy. Kama bado haujasubscribe, na kuomba uweze kunionyesha upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Na kupenda sana. Mungu akubariki. Kwa heri.